Mimi nimesimama hapa, naitwa Wilson Lenkema, mwenyekiti wa CCM wa wilaya Monduli. Niseme tu kwa kifupi kwamba ngahela yule ndogo na wewe yoge ni weji, na kilichotufanya tuje mahali hapa, mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa wilaya Monduli kama mjumbe mwenzetu wa kamati ya siasa, tumekuja hapa kukufariji. Tumekuja hapa kuungana pamoja na wewe. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Jambo hili sio la kwako peke yako. Yaani ukijaribu kuuliza sasa hivi hapa, wengi kama sio baba hana mama. Kwa hivyo nataka tu nikutie moyo wewe pamoja na wanafamilia yote pamoja na wadogo zako kwamba usiogope, kwa sababu jambo hili ni jambo la Mungu wala si jambo la mwanadamu. Na wanasema kwamba siku ya mtu ikifika imefika tu. Mimi ninachotaka tu nikutie moyo, usiogope. Wewe ni shahidi. Mimi hapa ninaposimama hapa nina mwezi mmoja tu na wiki mbili tangu mama yangu mzazi ameniacha. Na uzuri wewe umekuwepo, umeona. Kwa hivyo nataka nikuambie haupo mwenyewe. Ndugu zangu, umoja huu na ushirikiano huu unampendeza Mungu sana. Unampendeza Mungu sana. Ninaomba tunapopatwa na mambo kama haya, majanga kama haya, tukimbiliane. Kwa sababu nakumbuka siku ile nilipoondokewa na mama mzazi mwezi wa pili, wakati tunazika tarehe 12 mwezi wa pili mwaka huu, kilichokuwa kinanifanya mimi nilie sana, si kwa sababu tu peke yake ya mama kuondoka, lakini kwa sababu ya umati wa watu waliokuwa wamenizunguka, kwamba mimi ni nani. Kwa hivyo unapowaona watu hawa, ujue kabisa kwamba watu wanakupenda, watu wanakujali, watu watakufariji, watu watakutia moyo, na tutaendelea kukuombea. Lakini pia niwapongeze sana viongozi wetu ambao wamechukua nafasi hii ya kusaidia watu hawa. Nikushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, lakini pia mwenyekiti wa chama wa kata hii kwa kuanzisha, nadhani walisema ifunguliwe akaunti, ile ilitosha, ile inafungua akaunti vizuri sana. Lakini pia nikupongeze sana mbunge, kwa sababu ulitamka kwamba utashughulika, utafanya jambo, ulicommit. Kwa hivyo tunakuombea Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki na kuendelea kuwatia nguvu na ahadi hizo, ili kwamba ziweze kutimia, ili kwamba watoto hawa waweze kusoma. Lakini Biblia inasema amelaaniwa mtegemee mwanadamu, lakini amebarikiwa mtu yule amfanyaye Bwana kuwa kimbilio lake. Ninataka nikuambie, mimi hapa baba yangu amefariki, ameondoka nikiwa na miaka 5. Lakini leo hii Mungu hajaacha kunifikisha mahali ambapo alipanga nifike. Niseme hakunaga jinsi ya kupokea msiba. Hakuna. Hata mimi nimetoka kwenye msiba mwaka uliopita. Hata mimi sikujua jinsi ya kujiandaa. Na hata mzee ndio alikuwa kitandani anaumwa. Lakini siku ile inafikia, hakukuwa na maelezo kamili ya kujiandaa na hali hii. Wewe umetoka kwenda shughuli zako za kawaida. Mama ametoka kwenda kwenye shughuli za shirika akiwa na afya njema. Lakini kama tunavyosema, hatujui mipango ya Mungu. Amefika akatokea. Kwa kweli mimi nikupongeze. Pongeze kama kijana, nikupongeze kwa umahiri wako, nikupongeze kwa ushuhuda wako wa kupokea jambo hilo. Sisi tupo kama ndugu zako. Goma Lowassa, ukija kwa Tutunyo, tumekuja nyumbani. Mwenyekiti wa halmashauri ameelezea jambo lile ambalo limeanzishwa na mwenyekiti wa chama wa kata, na mimi niseme na mimi nimelipokea. Mheshimiwa wa halmashauri amesema ataweka milioni 1, akaunti kishafunguliwa. Basi nisemeje na mimi? Hatuko kwenye harambee. Basi mimi nikuhakikishie kama kakako, na mimi wakati bado nikiwa hai nitahakikisha watoto wanasoma mpaka nguvu zangu zitakapoisha. Tutunyo mwenzetu, tunajua msiba unavuma, lakini yote sisi tutaondoka baada ya muda.
mimi nataka tu nitoe faraja kwa familia hii, wamtegemee Mungu. Mtegemee Mungu, peke yake ndio mfariji. Niliposikia historia ya dada wetu huyu aliyotangulia mbele ya haki, ana umri ya 78 kama mimi hapa na Fredi, nadhani ni age yetu. Ni mdogo, sababu ndio miaka 46 kwenda 47. Na tukasikia Mungu amembariki watoto 10. Mimi na Fredi tuna watoto wangapi? 2, mimi na 3, mmemzidi Fredi kidogo na 2. Kwa hiyo mimi nimejitahidi. Kwa hiyo Fredi leo tukajipange, angalau tusoge tufikisha hata 5. Lakini mheshimiwa mbunge, sisi tukisimama kama viongozi hapa, watu hao wanataka faraja. Na faraja yao umesikia kwamba watoto ni wadogo, watoto wanahitaji elimu. Na heshima pekee ambayo tutaweza kuiacha kwa rafiki yetu Tutunyo ni kumsupport juu ya watoto hao wadogo. Kwa hiyo mimi ningeliomba, mimi na wewe mheshimiwa mbunge, tumtake mwenyekiti wa vijana akafungue account. Akifungua account, mimi na wewe tuone tunaweza kufanya nini kwenye account hiyo ili watoto hawa wakapate elimu. Hiyo ndio peke yake. Hata sisi tukistaafu tutakuwa tumeweka historia kwamba watoto wale tumewashika mkono. Ndugu yangu, mdogo wangu Tutunyo, muona umati mkubwa huu umekuja kwa sababu yako, upendo wako. Naomba urudie Mungu kuomba, lakini pia Mungu akupe nguvu, lakini rudia na watoto wadogo, waangalie watoto wadogo. Umeona mama ameacha watoto wadogo. Mheshimiwa mbunge na viongozi wengine, mimi nilitaka kusema jambo moja, kwa sababu mama ameacha watoto wadogo sana. Nataka niongee kuhusu watoto. Na sisi ni viongozi, tunaangalia watoto. Mimi nataka niseme angalau tutoe chochote kwa ajili ya hawa watoto wadogo ili waweze kusoma. Mimi hapa natoa 100,000 ili hawa watoto na sisi wengine wote tuendelee kutoa kidogo kidogo ili watoto wetu waende kusoma. Kuja kwa ndugu yetu Tutunyo, mwenyekiti wa UVCCM wilaya, na ndugu zetu mlioko mahali hapa, kuwapa pole sana kwa msiba. Na rambirambi shilingi 500,000 tumemtumia Tutunyo, na nyingine tunaendelea kukusanya kwa kadri ya ambapo tulipo kama kundi letu la baraza la UVCCM la mkoa. Poleni sana na tuko pamoja. Tumekusanyika hapa leo kwenye kijiji chetu hichi. Naomba sitaweza kusema maneno mengi sana. Ingetosha kuwashukuru kila mmoja kwa nafasi yake. Nimekuja hapa kwa upendo wa dhati kabisa. Naomba kila mmoja ambaye sitaweza kumtaja uamini kwamba familia hii tunakushukuru. Ni Mungu leo ameamua kwamba tukutane kwa njia hii. Kwamba leo tukutane kwenye kijiji hichi ndio wakati kama huu kwa ajili ya haya. Mungu angeweza kuamua kwamba tukutane kwa furaha, lakini leo amesema tukutane kwa njia ya namna hii. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa yote, na itoshe kusema ndugu zangu wote, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa pekee wake, naomba mtambue kwamba tunawashukuru mno kwa faraja zenu na kwa kutukimbilia. Sisi familia ya Tutunyo tunawashukuru mno. Baada ya kusema hayo, niwaombe sana msiache maji ambayo imeandaliwa mahali hapa. Sisi kama familia tunawashukuru mno, kila mmoja kwa nafasi yake. Na mshukuru sana mwenyekiti wa UWT. Mwenyekiti wetu wa UWT amepambana sana, alikuwepo hapa siku nyingi, kila wakati anapiga simu, anapambana kuonyesha mambo yanakwendaje, na viongozi wengine mbalimbali. Naomba niwashukuru kila mmoja. Wapo wengine hata wengine wametuma ujumbe sijaweza kuwajibu, lakini mtambue kwamba mimi ndugu yenu kwa dhati kabisa. Kwa kufika kwenu kwenye kijiji chetu hichi, nimeona mahali tulipo, ninawashukuru kwa dhati kabisa, na Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu azidi kuwatia nguvu na kuwasaidieni kwenye shughuli zenu zote za kila siku, na kutujalia umoja huu ambao umetukutanisha leo hapa Mfereji, basi uzidi kuwepo kwa Monduli yetu, kwa Tanzania yetu, kwa Arusha yetu, na kwa dunia yetu kwa ujumla.